Habari kubwa hivi sasa katika kiwanda cha sanaa na burudani ni kwamba tuzo za Oscar zapiga marufuku akili bandia, yani AI, kushinda katika vipengele vya uigizaji pamoja na uandishi. Sasa taarifa kubwa kutokea kule Los Angeles, Marekani ni kwamba bodi ya tuzo za Oscar imetangaza mabadiliko makubwa ya kanuni zake, ikipiga marufuku rasmi waigizaji wa kutengenezwa na AI na maandiko yanayozalishwa na akili bandia kuwania tuzo hizo kuanzia msimu ujao. Na hatua hii inalenga kulinda nafasi ya binadamu kama kitovu cha ubunifu katika tasnia ya filamu duniani. Lakini kulingana na kanuni hizo mpya, ili filamu iweze kuwania tuzo katika kipengele cha uigizaji, yani acting, mhusika lazima awe binadamu halisi aliyefanya uigizaji huo kwa hiari yake. Hii inamaanisha kuwa waigizaji wa kidigitali au mifumo ya AI inaweza kuingiza sura na sauti za waigizaji kama ilivyoonekana kwenye trailer ya filamu ya As Deep as the Grave inayomhusisha Val Kilmer kupitia AI. Haitakuwa na sifa ya kupata uteuzi wowote katika tuzo hizi. Katika kipengele cha uandishi wa muswada, yani screenplay writing, kanuni zinasisitiza kuwa muswada lazima uwe umeandikwa na binadamu. Ingawa bodi hiyo haijapiga marufuku matumizi ya AI kama kifaa cha kusaidia, yani assistive tool, imeweka wazi kuwa maandiko yaliyozalishwa moja kwa moja na mifumo kama ChatGPT au modeli nyingine za lugha hayatatambuliwa kabisa. Rais wa Academy Lynette O'Neill Tyler amesisitiza msimamo huu akisema binadamu lazima abaki kwa kitovu cha mchakato wa ubunifu. Wakati AI inazidi kukua, bado tunaendelea kuweka mchango wa binadamu kama kigezo kikuu cha sifa za kuwania tuzo zetu. Uamuzi huu unakuja kufuatia shinikizo la muda mrefu kutoka kwa vyama vya waigizaji, yani SAG, AFTRA na waandishi WGA ambao waligoma mwaka 2023 wakidai ulinzi dhidi ya teknolojia inaweza kuchukua nafasi zao za kazi. Bodi inasema inaweza kuomba maelezo zaidi kutoka kwa watayarishaji wa filamu ili kuthibitisha kiwango cha mchakato wa binadamu katika kazi zinazowasilishwa. Licha ya masharti haya katika uigizaji na uandishi, Academy imebainisha kuwa matumizi ya AI katika maeneo mengine ya kiufundi kama vile madoido ya picha, yani visual effect, na mifumo ya utengenezaji, yani production workflows, bado yataruhusiwa mradi mchango wa ubunifu wa binadamu uonekane kuwa muhimili wa kazi husika. Mabadiliko haya ya kanuni yanatarajiwa kuanza rasmi kutumika katika tuzo za 99 za Oscar zitakazofanyika Machi 2027, huku yakituma ujumbe mzito kwa Hollywood kuhusu mustakabali wa teknolojia na sanaa ndani ya taifa hilo, na upande wa sanaa ambao umeonekana ukiingiliwa na akili bandia wa kiwango kikubwa kwa hivi sasa.